Uliwahi kujiuliza ni kwa nini kwa wale ambao huwa wanaenda kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kuenda kutafuta suluhisho la matatizo yao, baada ya kuwa waganga wametatua matatizo yao kwa muda, huwa wanapowapatia maelekezo ya kutoa kafara? Kuna makafara huwa yanatolewa. Mganga anaweza akamwambia mtu kwamba kalete kuku mweupe au kalete mbuzi mweusi au kalete ng'ombe, kalete mbuzi, kalete fedha taslimu kiasi fulani. Hizo tunaita kafara. Kwa lugha nyingine, kafara ni sadaka. Sadaka ni nini? Sadaka ni chakula cha madhabahu. Madhabahu ni mlango ambao unaruhusu pande mbili kuweza kuwasiliana na kuleta majibu ya upande mwingine. Sasa ni sehemu ambapo algorithm au sehemu ambapo transaction za ulimwengu mbili tofauti huwa zinafanyika. Mfano, kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili, vitu vilivyopo katika ulimwengu wa roho huwa vinaweza kuingia kwenye ulimwengu wa kawaida kupitia madhabahu. Sasa moja ya chakula ambacho huwa kinasababisha madhabahu iweze kufanya kazi sawasawa, tunasema ni sadaka. Kwa hiyo sadaka ni moja ya elements ambazo huwa zinasababisha madhabahu iwe na nguvu ya kuweza kuoperate. Operation power ya madhabahu imebebwa katika sadaka, imebebwa katika maombi, imebebwa katika kusifu na kuabudu. Operation ya madhabahu yoyote imebebwa katika sadaka unayotoa, imebebwa katika maombi, imebebwa katika eneo la kusifu na kuabudu, lakini imebebwa katika neno. Hivyo vitu vinne ndivyo ambavyo ni nguzo kuu ambazo zinafanya madhabahu yoyote iweze kuoperate na kufanya kazi katika ulimwengu wa roho. Sasa siku ya leo nimekuletea somo linaloitwa nguvu ya sadaka. Nataka tujifunze kwa kina kidogo, tuone sadaka inaweza kufanya nini. Tumeshajua kwamba sadaka ni moja ya nguzo inayolisha madhabahu, ni moja ya chakula cha madhabahu. Ili madhabahu iweze kuoperate, madhabahu yoyote iweze kuoperate na kutoa majibu ya mtu ambaye anahitaji majibu kutoka kwenye hiyo madhabahu, ina dimandi sadaka, inataka sadaka itolewe. Unapokuwa unatoa sadaka, maana yake unaruhusu sasa operation ya hiyo madhabahu kuweza kushughulikia jambo ambalo wewe unataka ishughulikie. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura 22 mstari kuanzia wa kwanza na kuendelea, tunakutana na habari ya Ibrahim kama inavyoonekana kwenye hii picha niliyoiweka hapo. Inahusiana na habari za Ibrahim na Mungu alivyomwambia Ibrahimu amtoe mwanaye wa pekee Isaka ili awe sadaka ya kuteketezwa. Sasa tutajifunza mambo mengi siku ya leo kuhusiana na hili somo, lakini kwanza naomba nikutengezee msingi. Ujue kwamba sadaka ni kile kitendo cha imani, tendo la imani linalogusa moyo wa Mungu, tendo la imani linalogusa moyo wa Mungu. Lakini kuna Mungu alafu kuna miungu. Kwa hiyo linaweza likawa tendo la kiimani linalogusa miungu au tendo la imani linalogusa moyo wa Mungu aliye hai. Kama hilo tendo la kiimani litafanywa likamgusa Mungu aliye hai, itaitwa sadaka takatifu. Lakini kama hilo tendo la kiimani litagusa miungu, itaitwa sadaka ya kafara ya laana. Sasa au ya giza. Sasa kuna wakati Mungu humjaribu mtu ili aone kiwango cha imani na utii wake. Ndipo sasa sadaka inakuwa na nguvu ya kipekee katika maisha ya huyo mtu. Sasa moja ya kazi za sadaka, kazi ya kwanza ya sadaka, tunasema sadaka ni jaribio la imani. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza na wa pili, nitasoma Mwanzo 22 mstari ule wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Mungu akasema, umchukue mwanao wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Sasa kumbuka hapa Mungu anamwambia Ibrahimu amchukue mtoto wake Isaka akamtoe sadaka. Wakati huo sio kwamba amemwambia kwamba nataka nikujaribu, hapana.
Ibrahimu katika akili yake anajua hakika Mungu anautaka uhai wa mwanangu, anajua hakika Mungu anataka uhai wa mwanangu, anataka nimtolee sadaka huyu mwanangu. Na alikuwa anajua moyoni mwake kwamba utaratibu wa utoaji sadaka ilikuwa lazima huyo mnyama, kama ni mnyama, akachinjwe, akawekwa kwenye madhabahu, akateketezwe kwa moto. Kwa hiyo alikuwa anajua kwamba lazima anaenda kumuua nani? Kumuua Isaka. Nina uhakika 100% ya kwamba Ibrahimu hakumwaga Sarai wakati anaenda kutekeleza agizo hilo, kwa sababu Biblia inatuambia Ibrahimu akamchukua mtoto pamoja na baadhi ya watu wale wafanyakazi wake, au wakaongozana kwa ajili ya kwenda kumtoa sadaka Isaka. Wale watu hawakuwa wanajua kwamba sadaka yenyewe inaenda kutolewa ndio Isaka mwenyewe, lakini Ibrahimu kwa sababu alikuwa anajaribiwa na Mungu, lakini moyoni mwake alisema, kwa sababu Mungu ndiye aliyenipatia huyu Isaka, nitaenda kumtoa, nitaenda kumtoa. Inaumiza, lakini nitaenda kumtoa. Imagine mtoto wako wa pekee, umehangaika katika hali ya uzee, umekuja kumpata mtoto uzeeni, mke wako alikuwa ashiki mimba, mwisho wa siku mke wako anadaka mimba, anazaa mtoto, kanaanza tu kukua, mapenzi kati yako na mtoto yanaongezeka. Ndipo sasa Mungu anakuambia mtoe huyo mtoto awe sadaka. Ukianza kufikiria aina ya sadaka iliyokuwa inatolewa, ilikuwa ni lazima iwe sadaka ya kuteketeza. Unafikiria kwamba okay, kwa hiyo Mungu kwa lugha nyingine ananiambia nimtoe mtoto aliyenipatia, mtoto wa pekee, niende nikamuue alafu nimchome moto. Na karabasike, nina uhakika leo, kama ungekuwa ni wewe baba, usingeweza. Kama ungelikuwa ni wewe mama, usingeweza. Ungeanza kufikiria namna ya kubadilisha sadaka. Ungesema, Mungu, naomba nipe ruhusa nikatafute sadaka nyingine iliyonona, ili nije niitoe iwe katika hiyo madhabahu, iwe sadaka ya kuteketeza. Inawezekana ungesema, ngoja nikatafute pengine ng'ombe aliyenona wa gharama ya juu sana, ili kusudi nimtoe sadaka kwa niaba ya mwanangu. Baadaye ungejiongeza, ungesema kwamba Mungu anasema wakati mwingine jisaidieni na mimi nitawasaidia. Ungeanza kuingiza mbwembwe nyingi na maneno mengi, ili kusudi ukwepe zoezi la kumteketeza mwanao wa pekee unayempenda. Tunajifunza nini kwenye hili andiko? Mungu anatamani tumpatie kitu ambacho kimebeba thamani katika mioyo yetu. Mungu anatamani aina ya sadaka unayompatia iwe ni sadaka ambayo imebeba maumivu ndani yako. Unaitoa sadaka hali moyo wako ukiwa unasema, yani hiki kitu nakifanya tu kwa sababu ni Mungu, lakini kiukweli ni kitu kilichoubeba moyo wako. Nina uhakika unajua thamani ya yule mtoto kwa Ibrahimu ilivyokuwa, na uhakika utakuwa unajua thamani ya yule mtoto kwa Sarai. Na ndio maana Ibrahimu hata alivyoenda kumtoa Isaka hakumwaga mke wake. Biblia haionyeshi mahali Ibrahimu anamwaga mke wake kwamba anaenda kumtoa mtoto Isaka awe sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Hakusema, Biblia haijasema, imenyamaza kimya, kwa sababu na uhakika kama angemwaga mke wake asingemwelewa. Pengine angesema, wewe mzee, siku hizi unazeeka vibaya, na yamkini pengine ndoa ya Ibrahimu ingevunjika siku ile, kwa sababu sio rahisi kwa mwanamke ambaye hajapata mimba, hajapata mtoto kwa muda mrefu, amekuja kumpata mtoto wa pekee, halafu unaenda kumuua kwa makusudi, eti kwa sababu Mungu amekwambia utoe sadaka ya kuteketeza. Ni kitu ambacho Sarai pengine asingekikubali. Sasa Mungu anataka umtolee sadaka ambayo inagusa moyo wako, kitu ambacho unakipenda sana. Unapokipeleka kwa Mungu kwa moyo wa kupenda, ndipo sasa Mungu anakipokea, ndipo sasa Mungu anafanya kwa ukubwa zaidi. Hii ilikuwa ni mtihani mkubwa sana kwa Ibrahimu. Isaka alikuwa ni ahadi ya Mungu mwenyewe kwa Ibrahimu, lakini Mungu alitaka tu kuona, je, Ibrahimu anampenda Mungu kuliko baraka zake? Wakati mwingine Mungu ametubariki baadhi ya vitu, halafu tumevipenda vile vitu ambavyo Mungu ametubarikia, halafu tukasahau Mungu aliyetubarikia. Tumevipenda vitu ambavyo Mungu ametupatia, tukamsahau Mungu aliyetupatia vile vitu. Kanda rabasikerebo kasata. Wakati mwingine kabla hujapata kazi, wewe ulikuwa ni mtu wa kuhakikisha ibada zote za kanisani unahudhuria. Wewe ulikuwa ni mtu wa kuhakikisha unafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Ulikuwa unapatikana sana ibadani, lakini tangu Mungu amekubariki, amekupatia kazi,
Kazi imechukua nafasi ya vile vitu vizuri ambavyo ulikuwa unavifanya kwa Mungu. Kwa hiyo kwa muda huu sasa Mungu unampa nafasi ya pili, lakini kile kitu alichokubarikia unakipatia nafasi ya kwanza, na ndicho Mungu hapendi kwa mtu wake. Kitu kama hicho Mungu hakipendi katika maisha yetu. Anatamani vitu vile ambavyo Mungu ametubariki visichukue nafasi ya kwanza kwa Mungu. Wapo watu ambao waliolewa, walipoolewa na huduma zao zilikufa. Wapo watu ambao walipooa waliwafanya wake zao au waume zao kukontrol maisha yao ya rohoni, na wengine wakaacha hata kufanya kazi ya Mungu na kumtumikia Mungu kwa sababu wameolewa au kwa sababu wameoa. Na mwisho wa siku sasa Mungu kupitia hilo walikaribisha laana katika maisha yao, kwa sababu Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini Mungu hataki tuabudu sanamu. Kwa hiyo maana yake anachokifanya, vile vitu ambavyo Mungu amembarikia huyu mtu anavigeuza vinakuwa sanamu, na ndio maana sasa Mungu anakasirika na anashindwa kuachilia baraka katika maisha ya huyu mtu, kwa sababu amebadilisha baraka za Mungu kuwa sanamu, amezipatia kipaumbele kuliko Mungu aliyempatia. Tunajifunza kitu kwa mtumishi wa Mungu Ibrahimu. Pamoja na kwamba alikuwa na mtoto mmoja tu ambaye ni Isaka, lakini katoto hako kamoja Ibrahimu hakuchelewa kwenda kukatoa sadaka. Aliazimia kutoka moyoni mwako, sio kwa sababu alikuwa anajua kwamba Mungu alikuwa anamjaribu. Alikuwa hajui, alikuwa very blind. Hakuwa hata anajua kwamba maskini Mungu alikuwa anamjaribu tu. Lakini Ibrahimu kwa vile alivyokuwa anampenda Mungu, akaenda ili amtoe Isaka kuwa sadaka ya kuteketeza. Akasema, Mungu wewe ndio umenipa huyo mtoto, siwezi kukuzuilia, nitatoa hata kama anauma moyo, nitatoa hivyo hivyo. Karabasikerema. Sadaka lazima iwe inauma. Sadaka ya kweli lazima iume. Sadaka ya kweli unaitoa ukiwa umefumba macho, ikiwa imebeba maumivu mazito ndani yako. Unampelekea Mungu sadaka, lakini moyoni unasema, Mungu nakupa kwa sababu tu ni wewe nakupenda, lakini vinginevyo Mungu hii sadaka na mimi naipenda mno. Ungeweza kunibadilishia, pengine nitoe aina nyingine ya sadaka, nisitoe sadaka hii kwa sababu inauma sana. Sadaka inauma, sadaka ina maumivu, ndiyo ambayo ina matokeo makubwa katika ulimwengu wa roho. Sadaka unayoitoa kwa Mungu inaonyesha kiwango cha imani yako kwa Mungu. Sadaka unayoiachilia kwa Mungu inaonyesha kiwango cha wewe kumpenda Mungu. Kiwango cha wewe kumpenda Mungu kina determine kiwango cha sadaka ambayo utampatia Mungu. Karabaseke. Lakini pia ina determine aina ya upendo ambao Mungu ataurejesha katika maisha yako. Okay, sasa tuendelee na somo letu. Hiyo ilikuwa kazi ya kwanza. Nimesema jambo la kwanza, sadaka ni jaribio la imani, kwa maana inapima kiwango chako cha imani kwa Mungu. Lakini jambo la pili, sadaka ya kweli inapima utii wako kwa Mungu. Okay, kuna namna ambavyo unamwamini Mungu, ndio maana unampa sadaka hata ya kitu ambacho kinakuuma sana. Lakini kuna namna ambavyo unamwamini Mungu, utamtii hata akikwambia ufanye kitu ambacho pengine ni cha gharama sana, bado utamtii. Kwa hiyo utii wako kwa Mungu unakuwa determined na sadaka ambayo unaitoa. Sadaka unayoitoa ndio ambayo inaeleza wewe ni mtii kwa Mungu kwa kiwango gani. Kwa mfano, Mungu akikupatia nafasi au fursa ya kuingia kwenye maombi ya muda mrefu, utii wako wa kukubali kukaa kwenye maombi kwa muda mrefu unaonyesha pia hiyo sadaka ya kukaa kwenye maombi kwa muda mrefu ina determine kiwango chako cha utii kwa Mungu. Na unaweza ukaangalia namna ambavyo huyu Ibrahimu aliamua kumtoa mtoto, hakukataa. Aliamka mapema kabisa, akaanza safari ya kwenda kumtolea Mungu sadaka ambaye ni kijana wake. Hakujali maumivu ya moyo huyu Ibrahimu, hakutafuta mbadala wa sadaka huyu Ibrahimu, ila tu alitii sauti ya Mungu. Inabidi kuna wakati ukue kiroho kiwango ambacho Mungu akikwambia ufanye kitu usiwe na option ya kumuuliza maswali tena. Yani wewe ni kutekeleza tu. Mungu akikwambia fanya kitu fulani, wewe unaingia tu kutekeleza, hata usiulize kwamba sasa itakuwaje, kwa sababu haya maswali itakuwaje, Mungu he will take care of it. Mungu ata take care of it.
He will take care of everything. Wewe ingia kutekeleza kile Mungu amekwambia ufanye, you just do it. God will take care of everything. God will take care of everything. Wewe fanya, tuonyeshe utii kwa Mungu, alafu utaona matokeo. Sasa jambo la tatu, sadaka hufungua mlango wa utoaji wa Mungu. Okay, sasa Mungu ana mlango wake wa utoaji. Mungu ana vitu vingi na huwa anatamani awapatie watu, lakini mlango wa hivyo vitu kutoka kwa Mungu kuja kwa watu umefungwa kwenye kitu kinaitwa sadaka. Unapokuwa unatoa sadaka, ni kama vile unafungua milango ya baraka, unafungua mlango wa utoaji kutoka kwa Mungu. Wakati Ibrahimu alipokuwa tayari kumtoa Isaka, Mungu alizuia na kumtoa kondoo badala ya Isaka. Narudia tena hii statement. Wakati Ibrahimu alikuwa tayari kumtoa Isaka, Mungu alizuia na kutoa kondoo badala yake Isaka. Kwa maana gani? Mungu alipogundua tu kwamba kiwango cha utii wa Ibrahimu kimeishafika kwenye threshold aliyokuwa anataka kumpima, akabadilisha ghafla. Badala ya Ibrahimu sasa, kwa sababu sadaka tayari Ibrahimu ameishaitoa, maana yake Mungu akabadilisha sadaka ili kusudi yeye amlete kondoo atolewe kwa niaba ya mtoto wake Isaka. Kwa niaba ya mtoto wa Isaka, mtoto wa Ibrahimu anaitwa Isaka. Kwa hiyo sadaka hufungua mlango wa utoaji kwa Mungu. Mungu hakuchelewesha. Pale pale alipoona tu threshold ya utoaji wa Ibrahimu imeisha tik, alitoa suluhisho kwa wakati sahihi ili itolewe sadaka nyingine ya kondoo mwingine. Harabasiketebayandaraba karabasikerebakayanda rindarabakoseketebayanda rabakoseketema. Mungu anajitambulisha kwa mara ya kwanza kama ni Jehova Jire, kwa maana ya Mungu anayetoa, Mungu anayetajirisha, baada ya Ibrahimu kuonyesha utii kwa kutoa ile sadaka. Kumbe kuna milango ya baraka tumeifunga wenyewe. Umefunga mwenyewe milango ya baraka kwa sababu ya kutokukubali kumtii Mungu na kumtolea sadaka. Okay, jambo la 4 tunalojifunza, sadaka husababisha baraka kubwa. Angalia ahadi nyingi alizoahidiwa kwa wingi kabisa huyu Ibrahimu. Ukisoma pale, baada ya kuwa Ibrahimu amefanya hayo yote, mstari ule wa 8, Ibrahimu akasema Mungu atajipatia. Okay, tuanzie mstari ule wa 7. Biblia inasema Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, baba yangu. Naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Imagine mwanao anakuuliza hivyo. Imagine mtoto wako mpendwa, mtoto unayempenda, your only son uliyempata katika miaka ya uzee sana, anakuuliza hivyo. Anakuuliza, akasema Ibrahim, I feel like crying. Akasema Ibrahim, akamwambia akinena, babangu. Naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa? Huyu mtoto anamuuliza baba yake, wakati huo tayari anakokotwa kwenda kuchinjwa sadaka ya kuteketezwa. Anamuuliza baba yake kwamba moto tunao, kuni tunazo, sadaka iko wapi? Asijue kwamba yeye ndiyo sadaka. Napata maumivu makali kama mimi ndio Ibrahimu, namna ambavyo nitajisikia kujibu swali kama hilo kwa mwanangu. Kandarabasikereba, sijajua nitajibu kwa namna gani. Ningelikuwa ni mimi, ningemjibu mwanangu kwa namna gani? Ningemjibu kwa namna gani? Lakini angalia mtumishi wa Mungu anavyompenda Mungu pamoja na maumivu yote aliyoyapitia. Hakatabayata, anakubali kwenda kuitoa sadaka ya mtoto wake upendwa wa kuteketezwa. Ukitaka kumgusa Mungu, hakikisha unampatia kitu kinachougusa moyo wake. Ukitaka kumgusa Mungu, hakikisha unamfanyia kitu kinachokugusa moyo wako. Ukitaka Mungu aguswe na wewe, hakikisha unafanya kitu ambacho kinasababisha maumivu ndani yako. Maumivu makubwa ndio yanayodetermine namna ambavyo unampenda Mungu. Toa kitu kinachouma. Wakati mwingine tumempa Mungu makombo. Sadaka unachange sadaka, ukipata ile ya mwisho, ile shilingi 1000 ya mwisho, ndio unaipeleka kwenye madhabahu. Hiyo madhabahu haiwezi kujibu shida zako. Hiyo madhabahu haiwezi kuleta majawabu ya matatizo yako, kwa sababu unatoa kitu ambacho ni makombo, ambacho hakijagusa moyo wa Mungu.
Sasa ili sadaka iweze kujibu, ili sadaka iweze kutoa majawabu, iweze kukubalika katika madhabahu, na hiyo madhabahu iweze kuleta majawabu ya matatizo yako. Kumbuka kuna vitu viwili, kuna madhabahu alafu kuna majawabu. Sasa ili sadaka iweze kukubalika kwenye madhabahu, na ili madhabahu iweze kuleta majawabu ya matatizo yako, lazima hiyo sadaka ifikishe vigezo vya kukubalika. Na vigezo vya kukubalika, sifa ya kwanza ya sadaka inayokubalika ni sadaka inayouma kwa anayeitoa. Sadaka ambayo inauma, yani inauma, you count yourself as nothing. Na ndio maana sadaka ya kwanza ni mwili wako, kuutoa mwili wako kwa sadaka. You sacrifice yourself. Angalia jinsi sadaka ya Yesu ya kujitoa mwenyewe kama sadaka pale msalabani akafa, alivyojitoa kama sadaka. Sadaka ambayo imejibu matatizo ya dunia nzima. Imagine ukubwa wa majawabu ambayo madhabahu itaifanya kupitia hiyo sadaka. Inategemea sana ukubwa wa sadaka ulioitoa. Kwa hiyo the more the sacrifice, the more the answers to your problems. Kanda rabasike. Nasema hivi, narudia tena, ukubwa wa aina ya sadaka ulioitoa au kiwango cha namna ambavyo sadaka ulioitoa inavyogusa, ndivyo ambavyo inadetermine ukubwa wa majawabu ambayo hiyo sadaka itayatoa kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wote wanaokuzunguka. Hebu angalia sadaka ya Yesu alivyojitoa yeye mwenyewe kwanza. Alipojitoa yeye mwenyewe kama sadaka, alikuwa solution. Alikuwa jawabu la matatizo yote katika ulimwengu. Sasa the more the sacrifice, the more the answers. The more the answers. Okay. Sasa Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanaye. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu. Ibrahimu akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo ukunizuilia mwanao wa pekee. Kwa hiyo Ibrahimu akainua macho yake akaangalia. Sasa kuna kaufunuo hapa nimekapata. Kuna ufunuo hapa. Wakati Mungu amezuia Ibrahimu asimchinje Isaka, Ibrahimu akanyanyua tu macho, akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Unajua, tunashindwa kuziona fursa sahihi kwetu kwa sababu tumekuwa wachoyo kwa Mungu. Unapokuwa mchoyo kwa Mungu, you cannot see this fursa. Huwezi kuona fursa. But once you start giving, unapoanza kutoa sadaka yenye maana, Mungu anakufungua macho, unaanza kuziona fursa. Huyu Ibrahimu alimuona mwanakondoo. Mwanakondoo alikuwa ni fursa kwa Ibrahimu kwa sababu alirepress position ya Isaka mtoto wake. Lakini pia ilikuwa ni fursa ya yeye kumwona Mungu sasa kumbe ni Jehova Jire, Mungu anayetoa, Mungu mpaji. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake. Aisee, mambo ya Mungu ni mambo mazuri sana, yanabariki sana. Kwa hiyo ameona kondoo amenaswa kwenye kichaka. Ibrahimu akapaita mahali pale Jehova Jire, kama watu wasemavyo hata sasa, hata leo katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni akasema, nimeapa kwa nafsi yangu. Angalia sasa matokeo ya baraka ambazo Ibrahimu anazipata baada ya kumtoa sadaka mwanaye. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, hakika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Sasa hizi baraka zote hizi zinatokana tu na Ibrahimu kuitii sauti ya Mungu na kutoa sadaka. Sadaka ni upendo wako kwa Mungu. Sadaka inaonyesha namna ambavyo unampenda Mungu. Sadaka inaonyesha namna ambavyo uko tayari kumtumikia Mungu. Sadaka inaonyesha namna ambavyo unampenda Mungu. Ninakuombea siku ya leo kwa jina la Yesu, Mungu akupe neema
ya kuamua kuchukua hatua, kuanza kumtolea Mungu sadaka nzuri, ili Mungu aweze kukutana na mahitaji yako. Na kwa bahati mbaya, kuna baadhi ya watu ambao huwa wanatoa mafundisho potofu wakidhani sadaka sio kitu cha muhimu. Wengine wanasema kwamba mimi nahubiri tu sadaka usitoe. Ni kweli usitoe, lakini ambapo utoi sadaka, madhabahu inakosa chakula. Madhabahu inapokuwa inakosa chakula, inashindwa kutoa majawabu. That's the theology. Theology iliyoko hapo ni kwamba madhabahu lazima ilishwe chakula. Chakula cha madhabahu ni sadaka. Madhabahu inapolishwa chakula, ndipo inakuwa na uwezo wa kutoa majawabu ya matatizo ya watu. Kwa hiyo sikudanganye mtu, ndugu yangu, wewe kuanzia leo panga tu mpango mkakati kwamba utakuwa unafanya kitu kinachougusa moyo wako kwa ajili ya Bwana. Utamtolea Mungu kwa uaminifu, utatoa sadaka yako kwa uaminifu, utamtumikia Mungu kwa uaminifu katika kanisa unaloabudu, katika madhabahu ambayo unaabudu pale. Wewe fanya kwa moyo wako wote, fanya kama kwa Bwana, na Mungu atakupatia majawabu ya matatizo yako yote. Hakuna mtu ambaye alimtumikia Mungu kwa uaminifu halafu Mungu akamwacha kama alivyo, halafu akafa masikini. Hayupo. Kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, yeyote aliyemtumikia Mungu kwa uaminifu, Mungu alimuonekania katika maisha yake. Mungu aonekane katika maisha yako kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie, Mungu akupatie neema, Mungu akupe neema ya kumtolea yeye kwa uaminifu, akupe neema ya kujua nguvu iliyoko katika sadaka yako unayoitoa. Sadaka unayoitoa sio kwamba unampatia mchungaji, la hasha. Sadaka unayoitoa unailisha madhabahu ili iweze kuleta majawabu ya matatizo yako. Yawezekana umekaa kwenye kanisa moja kwa muda mrefu, na kwa sababu umekaa kwa muda mrefu, utoaji wako ulikuwa ni hafifu na duni. Kwa hiyo hata ukipeleka haja za moyo wako hupati majawabu ya matatizo yako. Lakini kuna mtu ambaye anatoa kwa moyo wake wote, na hiyo madhabahu inasababisha breakthrough katika maisha yake. Nataka nikwambie ukweli, anza jifunze kutoa kwenye madhabahu sadaka inayokuuma, sadaka inayogusa moyo wa Mungu. Uone kama Mungu kupitia hiyo madhabahu atashindwa kujibu haja zote za moyo wako, atashindwa kukubariki. Mjaribu Mungu kwa njia hiyo, uone kama hata kusaidia. Najua watu wengi hawapendi kufundishwa somo la sadaka kwa sababu sadaka ni maumivu, lakini huu ndio ukweli. Lazima wahubiri wa Injili tuseme ukweli. Naomba Mungu akusaidie ujifunze namna ya kumtolea Mungu kwa uaminifu. Utayaona matokeo katika maisha yako, utapata majibu ya kila kitu ambacho unakihitaji kwa Mungu katika jina la Yesu. Kama wewe hujaokoka kupitia somo hilo, ungetamani kumkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, ninakukubali Yesu leo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaokoka na kukuamini wewe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa naokoka na kukuamini wewe, katika jina la Yesu nakupenda. Amen. Mungu akubariki sana. Narudia kusema kabla sijaondoka hewani, narudia kusema, kama madhabahu za kipepo, hata Freemason wanatoa sadaka, hata kwa waganga wanatoa sadaka wanaoenda. Kitu chochote ili kiweze kuleta majawabu yako, lazima utoe sadaka. Lazima utoe sadaka, lazima utoe sadaka. Hata mapepo yana respondi kwa mtu ambaye ametoa sadaka, ametoa kafara. Tena kafara zinazoumiza sana ndizo ambazo huwa zinasababisha watu wafanikiwe zaidi. Kwa hiyo na wewe sadaka ambayo itakuumiza sana, itakuuma sana, itasababisha majawabu makubwa sana katika maisha yako. Mungu akubariki, siku yako imebarikiwa. Namba zangu za simu ni 0621 029 725. Mungu akubariki sana, siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen.